mwana michezo wa bwana Chapesa Media. Leo hii tupo na mzee Saidi katika viwanja vya Mbagala hapa Temno. Nipo naye mzee wangu, unaona kama vile yuko ile hali ya kutaka kusepa, nikaona nimkimbizie huku nimletee kitonge ili niongee naye hususan habari za kimichezo zilizofanyika siku ya jana katika viwanja mbalimbali, hususan pale KMC. Mwamba kaongezewa tena maumivu kama aliyoyapata kule kipindi yuko Yanga. Katika mechi iliyochezeka Yanga Afrika dhidi ya TRA, kipindi kile inaitwa Tabora, TRA ilikuwa inaitwa Tabora United, kwa sasa inaitwa TRA. Mzee Gamondi katoneshwa tena kidonda. Nikaona sio poa bwana, acha nimkimbilie mzee Saidi hapa tujaribu kujadili 1 2 3 hususan ya mchezo uliofanyika jana. Pia zinazozungumzika, KMC alizungumza Christmas hatoiona, Maximo hayupo tena, kapewa thank you. Nani tena atakuja kushika mikoba? Mimi na wewe hatujui. Tuendelee kufuatilia channel yako pendwa ya Chapesa Media. Nini atachokiona mzee Saidi, maono yake, tumsikilize. Mzee kwema bwana? Shwari, mambo vipi? Fresh, inakuaje bwana? Poa. Vipi hali? Hali kama vile una furaha sana hivi. Au kulingana na ile hoja ulioniambia juu siku ile bwana, kuwa kuna kocha aenda asitimize Christmas asifike. Sasa kwanza hata hivyo wamechelewa sana. Wamechelewa sana yani. Wamechelewa sana? Kwa sababu timu yenyewe haina pressure. Ingekuwa Yanga au Simba siku nyingi, wewe unaona Simba asubuhi tu. Mechi mbili mtu kagongwa kasepa. Mapema. Wala kutaka kuchelewa miezi miwili. Ile timu haina pressure. Haina pressure na ndio maana wamechelewa sana kumuondoa. Mimi si nikwambia yule sio kocha. Na hawezi kushinda, aliwafumania Dodoma tu, wametoka kule polini. Wakaja wakawafumua. Kwa hiyo ilikuwa kama ni bahati. Yaani ile bahati. Hivi ana draw Maximo tangu amekuja. Maximo draw alishinda mechi moja, mechi 7 anaona kafungwa. Hiyo ndio jambo ambalo la kwanza, yani kila mmoja alikuwa anajiuliza kwa nini bwana mzee Maximo na kati kafundisha timu ya taifa, kafundisha Yanga, wakategemea matumaini anakuja mazuri. Si aliwahi kuja Yanga hapa? Amefundisha Yanga. Yanga mechi ngapi? Yule alidumu, sidhani kama alifika hata miezi sikumbuki, sina uhakika. Basi ndio maana nimekwambiaje kazi ipo. Ndio maana nakwambia wale KMC wamechelewa. Walikuwa wamuondoe mapema tu yule. Sasa wameshamtia ugumu huyu anayekuja kuinasua timu. Mechi 7 tayari ushapotea wewe kwenye ligi. Na hata dalili ya kusema atakuwa na matumaini ya kupata hata mechi moja zilizo. Ndio maana mimi nilisema huyu afiki Christmas, kwa sababu kila mechi anayeingia anadundwa, Mimi bwana jana anapita tu kwenye mitandao na kuja kukutana Maximo KMC, wamempa thank you Maximo. Nikasema mzee Saidi ile alilitamka, kuna makocha bado, kuna wengine watafuata. Jambo lingine mzee Saidi, jana zidi KMC pale uwanjani, TRA wametonesha kidonda cha Gamondi, maumivu yale aliyopata kipindi yuko Yanga, na ndio yale kayapata alipokuwa na Singida, chuma 3-1. Hivi wale ndio walimfunga wakati yuko Yanga. Na akapewa senki ya kuondoka, akapigwa 3, alikula chuma 3-1 pale uwanja wa Azam, goli 3 kwa nunge, kwa moja alikula. Na ndio maana nilikwambiaje hii hali iliyopo, yani kinachoonyesha mpaka sasa hivi kwa kwamba yule bwana kocha ni huyu huku. Mimi si nilikuwa nawaambia watu wananibishia, kocha huyu aliyekaa chini, kocha huyu mweusi ndio kocha. Yule Maximo anapita na upepo wa yule jamaa, na ndio maana kila Maximo Gamondi Gamondi anapita na upepo wa huyu. Anapitaje na huo upepo? Upepo ndio anapita nao, si ndio kocha mkuu yule. Gamondi anajua kufundisha. Sasa kwa nini mikubwa kafundisha nani? Kupigwa 3 na timu moja hiyo. Sasa sinategemea. Jana kapigana jana. Jana nimeona mpaka kapewa kadi. Amepewa kadi ya njano. Kamfuata nani unajua? Kamfuata yule nani, Ndailagije. Unajua Ndailagije ni kocha mmoja mzuri sana. Ndio, yule wa TRA. Kafika Kenya, kachukua ubingwa na timu ya polisi. Ndio tunaenda kumchukua Majabiri. Majabiri. Ndio tunaenda kumchukua kule. Sasa ninachotaka nikwambie hivi, yule kocha nani Ndailagije atatusumbua sana. Wale TRA? Sana atatusumbua. Kwa ushindi wa jana zidi ya Singida. Mimi nakwambiaje, twende taratibu. Ile timu kadri siku zinavyokwenda ndio kadri inavogeuka. Yaani kila inavyokwenda ndivyo inavogeuka. Yaani kila inavyokwenda ndio perform inazidi inaongezeka. Ndio maana nakwambia kila inavyokwenda timu inabadilika. Sasa mzee Saidi, Angalieni hata nyinyi wenyewe. Sawa, tumeona TRA jana. Kuna mtu jana akawafungisha tela mpaka Aucho kapigwa chenga. Bwana. Nilipoona Aucho anapigwa chenga nikajua lile goli, na kweli ni goli la 3. Nilipoona Aucho kapigwa chenga, kaachwa.
Nikajua basi biashara imeisha. Jana Aucho mpaka kataka na ile chuma ya 4 ingekuwa Chirunda na sasa ile goli. Ila refa tukamua kutia kama kuwabeba. Si timu kubwa ile na yenyewe. Kwa hiyo matumaini ya Gamondi tena kutoboa hii mwaka upo au naenda itakuwa sasa kama ya kina Fadlu? Sidhani wakirudi pre-season inayokuja. Maana sasa hivi wamepewa likizo kidogo mpaka Januari. Sidhani kama atakuwepo. Sidhani. Na ile litamuhusu kama lililomkuta Gamondi. Nani lililomkuta bwana Pantev? Inawezekana. Nafasi ya kubaki tabia, lakini makocha bado mmoja. Mimi sitaki kumngangania, bado mmoja. Ameondoka Fadlu, kaondoka Pantev, akaondoka Folz, na ukazungumza kuwa kuna kocha hatodumu hata Krismasi afiki. Maximo hajafika. Maximo. Bado tena tunazungumza kuhesabia Maximo. Ndio Maximo. Kocha wa Simba, Fadlu, kocha wa Yanga, Folz. Nikakuongezea na kocha wa Azam. Ulizungumza kuwa bwana Ibenge nako kuna lakini Ibenge anayatafuta mwenyewe aondoke. Kivipi sasa? Sasa anapinzana. Mpira wa Tanzania shekhe tunaujua wenyewe. Wewe usilete kibabe ukasema kwa kwamba bwana mpira wa Tanzania mimi nawaweza naongojea vigogo, katoa draw na Singida. Singida leo hii anakwenda kula 3. Wewe huwezi kujiuliza. Na TRA alafu yeye kamkazia. TRA wewe ukuitegemea, lakini Azam kamkazia mwanzo mwisho. Tena ya Patulo kavu. Hajatoka hata goli moja. Hata moja hajatoa. Si kila siku mimi nakwambia. Sasa yeye sasa leo ndo filimbi yake, naombe Mungu ashinde. Na taarifa nilizonazo si tunashinda. Hamza Said. Hizo kodi sasa wewe unataka nini? Kwa taarifa nilizonazo mimi nashinda, utanipigia simu. Simba leo anashinda. Sasa ishinde kwa sababu gani? Sasa uwanja ule mletamka kuwa uwanja umelogwa. Ungekuwa uwanja ule. Upi? Ungekuwa uwanja ule wa kwao? Ule wa nani wa Chamanzi? Mimi ningekuwa na wasiwasi, lakini pale wewe utaniambia. Na kauli mlitamka ule uwanja umeloga watani. Wewe unasema mnashinda zile timu mbovu. Azam mbovu. Timu Simba, umenielewa? Uongozi ndo mbovu pale. Kila siku mimi sinapiga kelele uongozi ndo mbovu. Lakini ukiitaka kuichukua Simba ile si atufungwi na mtu yoyote. Saidi bwana. Kila siku mimi nakwambia, lakini au nakwambia maneno ya Mungu. Na sasa hivi yule mtu ameshamgeuka. Si anasema mimi nimemtukana, watu washamgeuka yule. Taarifa nilizonazo. Bosi huyo. Na tumtaki kweli. Aondoke. Umenielewa? Sasa piga hesabu zako. Mimi leo pale nachukua point 3 zidi ya Azam. Saa 11. Nakwambia hivi utanipigia simu. Wewe sikuaga sikuzimii simu, si nakupa matokeo mapema. Na hii mimi nimekuambia mapema. Na jana mimi nimepata simu. Nimeambia bwana hii mechi sisi tunashinda. Nikamwambia inshallah mimi lakini natoka. Nakwenda safari leo. Nikirudi basi tutajua tufanyeje. Na tukimaliza ile tunanyanyua mtu pale. Kwa hiyo mwelekeo wa ushindi wa leo unataka kuniambia Matola na stahili kwenda kupewa timu? Unampaje Matola timu? Si ndio wanachama mlivyokuwa mnahitaji? Nani? Tusishangilie kuona kwa kwamba tumeshinda leo, tumeshinda jana, afu Matola tumpe timu. Lakini kuna baadhi ya wanachama wako walikuwa wanahitaji Matola apewe timu kulingana na mchezo ule shinda zidi ya. Nakwambia kila siku ndumila kuwili wasioitakia meheli Simba. Ndumila kuwili. Yaani wanang'ata wanarudisha. Kila siku mimi nakwambia. Sasa mimi nikwambia kitu kimoja. Si unaona yule pale kaondoka nani? Maximo. Bado wawili. Makocha. Bado wawili. Timu gani? Usitake kuuliza timu gani, mimi nimeshakwambia bado wawili. Huyu anaenda kukandwa leo. Mimi sijasema na sisi tunaenda kutafuta ushindi. Tukifungwa basi. Mbona za kazi nataka kumpa wakati mgumu mapema. Wakati tayari wameshakuwa na matumaini kuwa na kocha bora. Maneno yao, huu mpira wa Tanzania, maneno yao ya kibri. Usilete kibri kwa Yanga na Simba shekhe, wewe unanyanyuka tu. Yaani wewe unapoongea watu wanaumia, waacheni wenyewe wawili, Simba na Yanga ndio wanajuana. Kauli ya Ibenge unaijua lakini unaikumbuka? Sikasema waleteni hawa vikongwe. Anataka wakongwe wawili. Kumtaja wa Galatia. Kumtaja anamhitaji Simba, anamhitaji na Singida. Sasa angewataja wa Galatia asikie shughuli yake. Yanga. Unamcheza na Galatia nini? Wa Galatia sio mchezo babu. Wakitaka wamekuja wanakuja. Walimwambia babu yao, bwana wewe unaongelea wapi? Sisi tunataka tujue wewe uko wapi. Mimi niko huku wapi? Niko kwenye miogo kwa kuna jina. Sie tuje. Sisi tunakuja huko. Wewe unafanya mchezo na Wagalatia nini? Wagalatia hawakutaka. Na ukiwatajia Wagalatia kwa sisi tunawatakeni, wao wanakuambia sisi tunakusubiri kokote kule.
Jana alikuwa anahojiwa msemaji wao pale. Alikamwe pale kituo cha Magufuli. Walikuwa wanaondoka Dodoma. Wanaenda zao na mwendo kasi. Leo wanacheza dhidi ya Coastal Union. Sasa sikiliza kivumbi cha huko sio cha polepole. Kasema yeye kule anafuata pointi zake 3. Ndio maana yake. Wamezishika bwana Coastal. Anazo. Sasa unategemea Yanga anafungwa na Coastal. Uwanja wenyewe ugenini. Hata tibu bwana wewe. Yanga ile. Ambayo ile kutesa chuma 5. Yanga ile nje ndani kila unachocheza wanakukanda. Hawapo wenyewe. Si wale? Hawapo. Kwani Zozo iko wapi? Kwani Zozo alikuwa kati na kula 5? Sasa yes naye alichangia vile assist za kutosha. Unakumbusha maumivu. Pole, najua lazima uumie kwa sababu timu simekuuma. Wapo hapo wenyewe. Uone wanacheka tu. Wapo wanasema. Wanacheka. Sogea huku. Sogea. Tena hao. Karibu mzee Bigi. Karibu bwana mzee Bigi. Nakwambia. Simba ni timu yetu. Mimi nimeacha kwenda mpirani. Umeacha kwa nini sasa Bigi? Viongozi wetu ni wajanja. Umeona? Umeamini? Bigi shida ya Simba kutofanya vizuri. Ni viongozi. Simba haina shida. Simba leo ingekuwa bingwa Afrika. Subiri brother. Viongozi wa Simba wajanja. Bigi subiri. Ujanja wao nini kwanza? Bwana ngoja kwanza basi. Sawa. Maswali wewe ndio umemwita. Mimi ndiye mwita. Mwenye uchungu kama mimi. Umesikia kauli aliyokuambia? Haendi uwanjani. Kwa sababu viongozi wajanja. Wanakaa wanasubiri nini pale? Watu wenyewe wenye Simba yao wanakuambia mimi siendi kiwanjani sasa hivi kwa ajili ya upuuzi wao. Ukiwaambia ukweli wanakasirika. Ukiwaambia wajinga wanakasirika. Blaza huyu hapa mtu mzima kama mimi anakuambia siendi uwanjani. Bana director unamchukua vizuri blaza. Sio maneno yangu peke yangu, watu wa Simba wanaumia. Haiwezekani ukawa kila siku unafungwa na Yanga wewe tu. Tandalbeta ng'ombe za Umari, nani anakuambia maneno hayo? Huyu hapa kaisha kupa ushahidi. Sawa nimeupata. Simba kakwambia hivi. Siendi uwanjani kwa sababu ya janja ya viongozi. Wale mimi nawajua viongozi wote wale. Umesikia maneno? Nafahamu vizuri. Leo anatoka huyu anaingia. Ni wale hamna jipi. Na ndio maana tunataka nini kifanyike? Ndio maana nakwambia hivi. Unaona Yanga? Yule ana upenzi na timu. Ni kijana. Anataka engineer moto. Ndio. Sasa Simba leo tunasema hivi, tunataka vijana, tunafukuza wachezaji wazee, lakini tuna wazee ambao wamekaa madarakani miaka nenda rudi wanapokezana wenyewe tu. Hakuna jipya. Marhaba, maneno hayo. Ndio maana nilikwambia twende tutafute hivi. Wewe unakuja kuniambia hivi, nakupa mfano. Mohamed Hussein mzee, Chama mzee. Umemleta nani anayeweza kumfikia mzee yule ukatushawishi sisi tukakubali? Ukianza kwa bwana Mohamed Hussein mmeletewa mrigo kutoka kusini. Ni bado unajua ngoja nikwambie. Simba inaendeshwa kisamjo. Samjo. Kauli thabiti hiyo. Sasa si ndio nakwambia. Nakwambia hivi, kuna watu wanachama wana njaa ndani ya Simba, si ndio? Wanakwenda kuwaegemea wale viongozi kuomba 200 300. Ndio wanaotuharibia timu. Wapi hapa? Unataka sawa taje. Blaza kaongea mgongo. Mimi nawataja. Mzungumzi wa kwanza. Wa nini sasa niwataje mimi? Si kwani hatuwajui. Naogopa Fredi. Blaza anakuambia Simba inaendeshwa kisamjo. Mimi Simba naijua. Mimi siendi mpirani. Mimi nishakaa enzi hizo nalinda uwanja. Siendi mpirani. Wale yani huwezi kuniambia hivi, sijui wale walioko pale madarakani kwamba kuna kitu kipi ambacho kitatokea. Hakuna. Sasa baadhi ya wanachama wengine au tuzungumzie mwenyekiti Magoli yule wa bodi ya kurugenzi kwenye ule mkutano alisema kila kilichoongeleka wanachama mliridhia. Yeye Magoli alizungumza juzi ile. Sasa leo hii baadhi mnasema kwa viongozi bado wanazidi kuleta janja mpaka Simba ifanyeje haifanye vizuri. Nini kifanyike wewe kama shabiki? Umemuuliza huyu? Namuuliza kwanza Blaza sikiliza. Pale kinachofanyika waondoke wote. Yaani pale hakuna, yani huyu anaingia huyu nafua jana, yani wanapokezana wale. Wewe kwani huyu Magoli ni mgeni pale? Magoli sio mgeni. Sasa mgeni. Sio mgeni. Wale wote pale kuna nani mgeni pale? Nani? Hakuna. Hata ukiwa mzuri wakikuchanganya na timu ile ukasimame pale wewe kiongozi, huwezi. Kwa hiyo lengo Simba inabidi kwanza wale viongozi wawajibike. Wani sio wachezaji wabaya. Sawa? Sikia maneno. Hakuna wachezaji pale wabaya. Simba sisi tulikuwa tukimweka mtu yoyote pale akasimame tu. Tuna uongozi mzuri. Hata Simba ile ya kuungaunga tunamfunga mtu pale. Usingefungwa ile 5 mfululizo na Yanga. Haiwezekani. Yote ile ni janja.
Sasa wanauza mechi au inakuwaje? Wapo kwa ajili ya maslahi yao. Wale wapo kwa ajili ya maslahi. Usimtie dhambi. Mbona unamuuliza maswali mengine ambayo hayana kichwa wala miguu? Wanauza mechi hapo. Kwa nini wapo kwa ajili ya maslahi yao shehe? Kwa nini hawatengenezi timu? Kwa nini wafungwe si hawatengenezi timu? Timu si wachezaji wale Msaidi. Umemsikia Biga? Hebu subiri. Msikilize vizuri Biga. Kuna wachezaji malipo yao yanakuwa yanachelewa kwa wakati. Na unasikia maneno haya? Malipo yanachelewa Kwa wakati kupata zile nani zao. Wanaogopa kusema. Na atakaposema yule mchezaji mmemfukuza. Tayari mmemfukuza, atatafutiwa zengwe kwamba huyu 1 2 3 atoke. Lakini mchezaji anadai haki zake. Haki zake. Hela tu. Sasa ndio. Na hatujaanza leo Simba tabia hiyo. Si ndio? Hawa viongozi waliwahi kumtoa Steven Mapunda Garinche kwa ajili ya kudai haki zake. Akiwa yuko vizuri. Bwana ngoja nikae kati kwa. Ngoja nikae kati. Maana hiyo hoja hiyo mnaniletea wana Simba wenyewe wana wanachama. Blaza Bigi sogelea huko. Hiyo bwana tuangalie huko wote. Hilo linaniletea sasa hivi linakuwa geni kwa sababu wanachama wenyewe na mpaka viongozi wanakana na wanakanusha kusema hilo jambo halipo. Kuwa hakuna strike za wachezaji kusema wanadai kama zilikuwepo. Mbona wao wenyewe hawakuwa hadharani kwenda kuongea? Kina nani sasa? Kina nani? Alizungumza mwenyekiti huyo. Nani bana na wewe mwenyekiti, kuna mwenyekiti pale. Nikwambie, unajua shehe habari ya mpira wa Simba. Sisi ambao tunajua ndio maana tumekaa pembeni. Sawa? Unaona yule juzi kasimama sijui anajiita Ostazi sijui. Yule babu. Alikuwa anachangia. Sio babu, Ostazi. Mimi kinachowaje wote nawajua. Ndio. Yule kasimama, kuna jamaa mmoja Ostazi alikuwa anashinda pale klabu. Hana hata 100 wala nini. Ostazi wao mjui Masudi. Ndio. Sawa. Mimi namjua kuliko maelezo. Sasa hata akisimama yule mimi ataongea nini? Yule yupo. Yaani unatengeneza mtandao kwamba wewe wenyewe kuishi maisha yao. Sio watu wako kwa ajili ya Simba. Kwa hata ile maki kipindi natembea kwa wanachama inaonekana mwenyekiti aliwapanga watu wake special, peleka pale. Yaani nakwambia hivi unielewe kwamba Simba ni janja. Yaani ule ndio mtandao wa Simba. Yaani leo kama wewe hauko kwenye ule mtandao, ina maana wewe umeshatolewa. Inabidi wewe ufuate. Na ndio maana sasa inaingia ile. Wanatengenezwa wale watu. Mchezaji fulani nani wanaambia yule kaisha. Yule mbili hafai. Majungu yameanza. Simba wameondoka wachezaji wangapi wazuri pale? Wengi. Sawa. Mimi naangalia mpira, si ndio? Tunasajili mchezaji ili apate maslahi yake. Ni kweli. Sawa. Tunamtoa kwa mfano tunamtoa Chama, si ndio? Leo tunasahau nani pale Vita. Ndio. Chama kafanya nini? Nankana Chama kafanya nini? Alifanya vitu vizuri. Je, leo tumemtoa Chama, nakupa mfano. Wewe kama mtangazaji, umeona nani ameperform kama Chama? Nikupe mfano. Hakuna kwa namba 10 kwa pale bado mnaitafuta, japokuwa Jinchazi ya huu anaonekana yupo kwenye form lakini sio kumzidi Chama. Tunacheza na wale finali. Wale Birkane. Au anakosa goli dakika za mwishoni zile. Chama goli kama lile anakuacha? Haiwezekani. Sasa yaani ukishaona wewe mchezaji unajua maslahi yako, huwezi kucheza Simba. Simba wanataka wachezaji ambao yani wale wa kuwapeleka. Weka hela zao, walipe vitu vyao wale vizuri, uone. Kwa hiyo bwana nakusikia. Sikiliza nikwambie. Huyu unamjua? Namjua Blaza Bigi. Wewe unamjua, ulishawahi kumuona uwanjani? Hapana. Si umemwona leo hii? Sisi tunafanya kipindi tu. Ngoja. Ya kipukuswa. Enza kipukuswa. Wale tunawafukuza tunajua. Sio hawa wanaongea, unaona wanaongea maneno sio kwenye nini. Hakuna lolote. Sisi tunajua ndio maana twende mpirani. Yaani mimi ni Simba. Sina 100% kwenda mpirani kajua ile timu itashinda. Hauna matumaini. Tunataka tu kubishana tu na watu huku, lakini basi kwa kuwa mtoto ni wa kwako lazima mtetee. Lakini unajua pale usiweke 100% kwamba wewe unakwenda pale unakwenda kushinda. Ndio. Matumaini hayapo kabisa. Sisi sio Yanga kutugeza kutufunga mara 4 mara 5 mara 6. Haiwezekani. Hata kwa nini hata Simba iwe mbovu, hata tukaokotane tu pale waingie, hatuwezi sisi kufungwa mara 4 mara 5 mara 6. Na hiyo story yake ndio wamevunja Yanga kwa ajili ya maslahi yao pale Simba. Bigi samani kidogo. Bana, huyu tumemkuta hapa Terminal Mbagala. Tumempanga? Hapana. Kaona ninafanya kipindi, anajua mimi ni mzee wa Simba, ndo mzee Saidi. Sahihi kabisa. Kasogea na yeye kutoa ya kwake. Tumempanga? Hapana. Si tumemkuta hapa? Tumemkuta hapa. Basi ndio ujue kwa kwamba watu wa Simba wanaumia na timu yao kwa juu ya wale viongozi kukamata watu wasiseme ukweli, unaweka lock up. Kusingizia watu wanawatukana, kuwaweka lock up. Umeona mwenyewe anakuambia uenzi akipukuswa. Mimi niko huko mapolini huko. Dodoma bado. Niko Dodoma huko nahangaika na maisha yangu, lakini huyu anaishangilia Simba. Huyu anaitumikia Simba, kaisha kwambia kalala uwanjani huyu. Mie nani nimbishie huyu? Tu sasa hivi kusikia hizo habari.
yani habari ya Simba. Neno Simba hautaki. Mimi siendi. Kwa sababu gani? Naona pale tunadanganywa. Marehemu Hans Pop. Sawa, yule alikuwa na uchungu na Simba yake. Ukifungwa utamwona yule amechanganyikiwa. Ndio. Lakini pale tulipo sasa hivi tusitake kudanganya. Tukitaka kuuliza, nyie mnagombea kuongoza Simba, mnalipwa nini mnataka kugombana kila wakati? Kama kweli mnaipenda Simba. Hakuna. Kwa sisi tunawajua wale. Kwa nini ndio wana? Kwa sababu unapomtoa Mohamed, ina maana tayari utafute mbadala wake. Blaza unaigusa roho yangu. Sawa. Mbadala wake ni nani ambaye amekoma? Umemleta Mligo, amecheza mwaka pale akiwepo huyu Mohamed nyuma yake? Hakuna. Sawa. Bado kabisa. Sawa. Umemtoa Mkude, si ndio? Unamtoa. Si ndio? Nani umemleta? Tunaanza toka tumemtoa Mkude, tumeshatoa pale namba 6 wangapi hao hapo pale? Hamna anayecheza kama yule mtoto. Na tumemlea sisi wenyewe toka under 20 tuko naye. Si ndio? Sasa tunawafundisha hao vijana waje wacheze. Leo wewe unakuja kusema akidai maslahi yake huyo aondoke Simba huyu. Mzee yuko wapi? Na Mohamed Hussein kilichomtoa Simba si mzee wala nini. Kudai maslahi yaongezeke. Kwisha. Kuwa hapa nilipofikia. Ukidai wewe unatafutiwa sababu, unatengeneza zengwe kwa wanachama kwamba yule bwana yule mchezaji hatufai, yule mchezaji hivi na hivi, sijui nini na nini. Sawa. Na ndio zengwe big, ndio zengwe linalotengenezwa la Mpanzu. Aonekane Mpanzu anakosa magoli, sijui ni nini, sijui ni nini afai, aondoke wafanye biashara. Ili tena mambo tena na huyo Mpanzu aondoke waendelee wale wanachama wanaoishi kwa migongo ile sasa. Ndio yule Mpanzu hatufai nini na nini. Wanatuharibia timu. Wao kazi yao ni mimi swali langu ni moja. Sawa na wakubali. Kuna mtu umemleta badala yake? Nimekupa mfano. Mohamed Hussein ulimpa Chama. Kuna mtu mbadala wake? Hapana, hajafika. Sawa. Chama unasema umri umeenda. Si ndio? Kuna mchezaji mmoja aliwahi kushauri, tulikuwa naye, alikuwa anacheza striker, ni Mzambia yuko Mwanza kule. Nani yule? Alikuwa Mzambia. Funga Yanga goli 5. Alikuwa na Emmanuel Okwi. Nani yule Mzambia yule nani? Nani? Striker. Striker ndio Mzambia. Mzambia alikuwa Felix Sunzu. Felix Sunzu. Akasema hivi, Simba Chama kawasaidia alipofikia Chama, anahitaji sasa hivi apunguziwe majukumu. Tafutiwe mtu mbadala. Yaani kwamba yule asicheze dakika zote 90. Chama kaibeba Simba sana kabisa. Na kaibeba na mafanikio yake, lazima tumheshimu. Lakini kafikia hatua hivi wewe tunampiga vita pale. Ndio. Watu tuna dakika ngapi watu wako hayai pale juu. Tunakwenda kumfunga Nkana goli la 3 la Kisigino. Sawa. Hivi leo Tanzania hii, ngoja nikwambie, nani anaweza kafika ndani ya 18 akatulia kama Chama anavyoweza kutulia? Hakuna. Sikuwa tu mweke Chama pale namba 10, wewe tulia tu goli hilo Chama. Tunataka nini? Lakini sasa kuna jambo lingine ambalo kuna jambo lingine Blaza Bigi wanasemaje? Pale kinachostahili pia kwanza huyo cha kwanza uongozi. Pili kwa maono yako. Matola bado endelee kubaki Simba katika ile nafasi yake au na yeye pia yupo miongoni mwa wale wanaenda kutia masa za. Siwezi kumuongelea kocha Matola. Sawa? Kwa sababu uongozi. Siwezi kumuongelea Matola. Mimi ninachoongelea uongozi ule. Kwanza uongozi utoke. Sisi hata awe Matola hata liwe shati, una uwezo wa kufanya vizuri. Viongozi wale ndio chanzo cha matatizo. Matola anaweza kaja kuwa mzuri, lakini wale viongozi tena ikawa tofauti kanda. Yaani jinsi tulivyo pale uongozi. Alafu je, tutatafuta kocha wa kuweza kuendana na nafasi sasa hivi. Lakini sasa hivi hata ukisema umtoe Matola utaleta kocha, hawa jamaa wako hapa. Hakuna kitu. Bwana Blaza Bigi tunashukuru sana. Mzee Said umepata support yako. Sio nimepata support. Huyu ni mtu wa Simba. Kafunguka ya ukweli. Kaongea kitu ambacho yeye binafsi. Sasa siku zote ndio mimi naonekana mbaya kwa kwamba bwana yule anatukana viongozi sijui na nini. Hajatukana na kwa mfano hivi. Ni uzembe wa viongozi. Kwa nini tufungwe na Yanga? Zamani unaingia kwenye mkutano ukifungwa na Yanga game ya kwanza, ya pili wewe unaondoka. Wewe sio kiongozi. Umeamini maneno. Yeye Mangungu, si ndio? Anaona lile sasa iko na sijiuzuru kama anaipenda Simba. Wewe upigiwe kelele, si ndio? Na watu bado ungangania. Unataka nini? Kama una mazuri yako tutayakumbuka. Hebu pisha na wengine wakae. Waje. Maana yeye anangangana kwa sababu kuna maslahi pekee ndo anayeenda kukania hapa. Ndio hayo. Kwa sababu wewe watu wanakupinga, bwana sio mzuri, si ndio? Mimi ndatoka ili uone mazuri yangu nitakapokuwa pembeni. Tutakujadili. Ndio. Sawa. Lakini hebu toka jisafiche. Waachie wengine jiuzuru kwa manufaa ya Simba kama kweli wewe unaipenda Simba. Hasa inanipa wasiwasi mimi bwana Mangungu kama ni Simba kweli au vipi? Sio Simba bwana. Kwa sababu mtu yoyote bwana. Yule alikuwa kiongozi wa Pani na Yanga
Alafu anasema sio mimi mtazama Mangungu. Mangungu wewe. Wewe vipi bwana? Mzee Saidi. Yule alikuwa kiongozi wa Pani. Mimi nishaongea sana. Pani Afrika. Leo Pani Afrika uje uongoze Simba, afu Yanga kuache, unakula za uso kila siku. Hivi kiongozi ana majibu ya kishujaa namna ile? Sisi tunaumia, anajibu vile. Hivyo ni kiongozi? Anasema shida mmemwona yeye ni Mswahili kwa sababu kila hoja kufungwa kwa Simba yeye lawama ndio mnayemtupia. Atoke. Naomba mimi. Hayo ni maneno ya kwake yeye ndo anayokuambia Bigi ni majibu ya kauli za kishujaa. Fedhuli ndo ile. Fedhuli ndo ile. Huwezi kujibu majibu Yanga hata siku moja. Uongozi ule. Kwa uongozi ule pale kina Mangungu. Sasa mimi nilimpanga huyu. Sijawahi kusema maneno hayo. Ulizungumza. Bwana funga kipindi mimi niondoke bwana. Kwani wewe na hasira? Sio na hasira, huyu brother ananiumiza. Anakuambia wanamchukua mpanzo. Sio utani, anaanza hivi. Sasa na tetesi zipo. Mzee Saidi alitoa kodi nakumbuka. Tetesi nakwambia hivi. Yule ni mchezaji, ni professional. Hajaja kwa nani, anataka hela. Mlipe hela yake. Leo watu jana nimeona wanasema Inonga ni duka. Duka nani kasababisha duka? Hawezi mchezaji kuja Simba kauza mechi. Hakuna hata bila kiongozi kushiriki. Lakini inaonekana pia Inonga kuna tetesi anarudi tena ukava nafasi. Hiyo mimi sifahamu. Hatujui. Lakini huwezi kumsema mchezaji. Hakuna kauli nao niuzi katika Simba kusema mchezaji kauza mechi. Anauzaje mechi? Anauzaje? Kuuza peke yake. Hivi wewe Simba kusema mtu anauza mechi? Yaani watu wakae wapige goti chini wewe ukauza mechi Simba. Utakuona wewe. Hiyo ni wewe utakuwa mtu wewe. Ni ngumu kweli. Yaani wewe wazee Simba wakae chini. Anayeuza mechi tukanuia pale auze mechi mtu. Atauza mechi mtu. Ngumu. Ni mtandao. Simba mtandao, Simba mtandao wako pale. Na wanajijua Simba mtandao kwa sababu wenyewe wanachukua wanaenda kwa mchezaji 1 2 3 afu baadaye wanamgeuka yule mchezaji anauza mechi. Si ndio? Hakuna mchezaji anayeuza mechi. Kwa hiyo blaza Bigi kwa mwelekeo huu manake robo ni ngumu kuiona bila kwa viongozi hao waliopo bado. Story. Ni story. Robo itoke wapi? Mwaka huu ni mgumu. Hapo robo itoke wapi? Ndio maana unakuta kwamba watu wanafikia kusema hizi timu ziuzwe. Sio wanapenda hicho kitu. Kwamba sisi tunaopenda mpira sasa inafikia anunue tajiri yule kwa sababu anaendesha mpira kwa faida. Unajua tajiri hawezi kufanya ile biashara bila kupata faida. Si ndio? Ina maana ataleta mchezaji anayemtaka yeye kwa gharama ili labda tukampa hata mtu miaka 5 tajiri mmoja. Kwamba yeye ataleta mtu kwamba ili apate mafanikio lazima alete mtu. Si ndio? Lakini sasa hivi hatuwezi. Imekuwa kugumu tofautisha na ile mara ya kwanza mlivyokuwa mnaendana nayo. Wakina Mangungu hoja zao hizi sijui nini zilikuwa nzuri kama wangelikuwa. Tunaona bwana Mangungu umemsajili nani? Ndio ile kina Mamzuke unafanya nini? Una uchungu gani na Simba? Wana uchungu gani na Simba? Hata Fadru kaondoka ana mengi, hawezi kukuambia ana mengi. Kusema. Lakini si yule pale alitoa siri blaza yule golikipa tunakwenda kula 5. Si alisema uongozi wa juu ndio umelazimisha Manula adake. Ili kusudi watuchonganishe sisi na Manula, wao wameshachukua mpunga. Kwa hiyo nanukuu hata kauli ya Matola nani Morocco ile mlipomshikisha kwa muda alisema ili Simba ifanye vizuri wanatakiwa waelewane. Ndio maana yake. Kwa nini watu wanakuambia hivyo? Wengine hawataki kufunguka ya undani. Wengine wagumu. Hawataki kusema, wanaogopa friji. Sasa si wengine tushazoea kukaa kwenye friji. Ni kawaida. Kawaida. Mimi hata ukiniambia twende kwenye friji nakwambia twende. Kuna mtu jana kanipigia simu mie SSP sijui nani nikamwambia tayari umeshatumwa. Na Mangungu niambia uko wapi nikufuate. Wallahi nimemwambia. Nikamwambia uko wapi nikufuate. Unajua kwa ustaarabu tu Mangungu kwa Simba ilipofikia. Kwa hekima na busara. Awaachieni. Atunze heshima yake. Atoke. Kwa sababu bado yule ni mzee, bado tutamhitaji kwenye ushauri wake. Kuna siku ataitwa katika vikao vya Simba, si ndio? Kwa hiyo ifikie tu kwamba bwana mimi Mangungu napumzika, si ndio? Najiuzuru, bado ni mwanachama wa Simba, bado ni mzee wa Simba. Tutawahitaji katika ushauri wazee kama wale. Ifike wakati unavyoona hizi changamoto zimekuwa nyingi, hebu jiuzuru. Waachie vijana. Waachie ili angalau Simba mtoke katika fursa mlio kama mnaongea sana mwende. Sasa afu akaa pembeni asema jamani mimi kaa pembeni. Sisi wana Simba ndio tutakayetathmini kama kweli hii ilikuwa Mangungu au nani. Sawa bwana. Lawama tunazitupa kwake.
kila mmoja anamlaumu yeye. Basi mimi jamani, ngojeni nitoke. Nijivue kwanza. Mimi nijivue. Alafu tuachie, niwaachie hao mnaowataka waiendeshe timu. Alafu sasa na huku nako tukianza kukong'ozwa, unajua sio Mangungu kumbe. Mangungu amepitaje? Mangungu amekujaje? Haipo. Sasa ina maana watu wengine inawezekana Mangungu akawa yuko sahihi, lakini watu wengine wakatumia mwanya wako yeye. Na ili vuguvugu linavyoendelea Mangungu, ina maana watu wakatumia mwanya wako yeye, si ndio? Inakuwa sio nzuri. Ndio wanasema Simba siku hizi imekwisha kaka. Zamani tulikuwa tunaenda tukumngoa yule aingii bakora basi. Lakini sasa hivi Simba imeisha. Hawapo wenye Simba yao. Hawapo wenyewe. Wewe unafikiri angetikisa yule wewe? Yule asingetikisa babu yako yule. Yaani ninachoumia mimi kila siku, wenye Simba hawapo. Wameshapungua au wameshatoka kabisa. Wameacha kulingana mapenzi yale yamepitiliza sasa. Kwa hiyo wenye Simba hawapo. Sawa. Yaani hicho kitu mimi kinaniuma sana. Nikikaa nikiangalia naona kabisa labda libaki yule bwana marehemu yule Anspop. Basi unaona. Lakini wenye Simba yao hawapo. Anspop alikuwa anaongea maneno makali hata half time Simba ikiwa ovyo tu anashuka kule juu. Anawaambia wachezaji wao usitete ujinga 1 2 3. Takipisha tuache wenyewe. Alikuwa anaongea mpaka maneno ya ovyo, anasema wewe kiongozi kama wewe kwa nini anaongea hivi? Sababu ilikuwa inamuuma na endo yule haombi kwa mtu, anatoa hela yake mfukoni. Sasa kuna nani sasa hivi anaweza kaongea maneno kama alikuwa anaongea Anspop? Sisi nakumbuka Bigi tumefungwa goli 3, unakumbuka ile? Tunaenda kurudisha goli 3 alafu tunawakosa Yanga goli la 4. Yule mjomba alishuka kutoka jukwani Anspop wewe. Mimi ndo nimeingia uwanjani pale. Alishuka kule akaenda kuwatukana pamoja na kina Jamhuri Kiwelu na Mzee Kibadeni. Wanamjua. Acheni mambo yenu, tukana kweli kweli mule ndani. Au unataka nitaje matusi kwenye chombo chako? Sasa kumbe tukana kweli kweli, goli zote zimerudi. Funga kipindi mimi naondoka. Unakaa kila wakati unanitaka msumbue mzee wangu, mwache Bigi wangu. Ndio maana sisi bwana tunaomba jamani, mtuambie Mangungu atupishe, sio kwa nia mbaya, kwa mafanikio ya Simba. Kwa mafanikio ya Simba. Sawa, kwa maendeleo ya Simba akae pembeni, bado tutahitaji ushauri wake akiwa kama ni mzee. Mmechoka kuumizwa na mateso kwa sababu kila saa Mangungu, kwa sababu Ansolabo ni yeye. Ndio, sahihi. Yeye. Kwa hiyo hata kama kutakuwa na watu wa chini wanafanya vile, yeye inabidi yeye awajibike. Ndio. Si ndio? Sasa yeye akujiuzuru, sio yeye akae pembeni kwamba je, tuangalie ni nini sasa tunafanya. Sawa. Lakini akiendelea hivyo tayari huyu taharuki iliyokuepo atakuwa tunaenda mbele. Sidhani hata kama tunaweza tukafanya vizuri. Ile timu tuliocheza nao klabu bingwa sio kutufunga sisi. Amerikane. Kuanzia yule, yani ile group lile kwa Simba. Labda wakutusumbua pale kidogo wale Tunis Experience kwa ajili ya jina lao. Sawa. Lakini nimewaangalia kwa Simba ile, sidhani kama kuna timu ya kutusumbua. Ndio Stade Marine ambao wanamwajibisha Pantev, sawa. Lakini je, viongozi nyie mmejisafisha? Sawa. Umesikia? Lakini mimi naonekana mbaya. Si ndio? Na Pantev, sawa. Watu wamekwenda wanakosa magoli. Kwani timu haijaingia ile? Imeingia. Tumekosa magoli? Ndio. Sasa kocha aingia akafunga goli. Haiwezekani. Hakukuwa na nafasi zilikuwa za sana kumwajibisha Pantev. Kwanza nyie mnayemwajibisha huyu kocha mko sawa sawa? Asante Bigi. Mimi nashukuru bwana kwa mchango wako mkubwa na nitakufuata tena hapa viwanja vya Mbagala. Wanamwajibisha Pantev, sawa, tunakubali. Wenyewe wako sawa sawa? Wasio wanatafuta laumu tu kwa kocha mtu lawama, yani mnamtafuta mtu kwa kumtupia lawama yule, yani mzigo wa lawama, yani umemkuta yeye. Sawa. Sisi tunawakubali viongozi. Ndio, kwa maamuzi mliyofanya. Lakini je, nyie mko salama? Asante Bigi. Mimi nashukuru kwa mchango wako kaka. Na nitakufuata tena. Asante. Namba 50 ngapi? Namba 56. Hamna shida kaka, tutafika. Mzee Saidi bwana, asante sana. Mzee Saidi bwana, leo nimepata vitu adimu sana na mtetezi wako mwingine kapatikana. Anayezungumza pia maumivu ya Simba amempata. Hebu subiri. Huyo mwenyewe kashakwambia ndo Simba enzi akina na ameacha. Umeelewa? Kwenda uwanjani kwa sababu ya janja. Simba mbovu. Umeelewa? Kwa janja wanaoifanya pale. Unategemea nini? Mimi niongee nini? Niongeze nini? Funga tu kipindi. Mimi nashangaa. Akina Sofia siku hizi hata nguvu hawana. Sofia unamjua? Kuna mwanamke mwanachama mama bonge. Yule tulikuwa enzi hizo. Alikuwa achelewi, anakuja na kunjwa. Hata ishakunjwa na akina Sofia wale. Sofia mwenyewe anaenda kumkunja. Sofia yule kishapiga watu makofi kwa ajili ya Simba. Sasa hivi sauti hana.
Sijui amezeeka, sielewi. Yupo na muona. Hawataki bigi, kwani wewe umezeeka kaka? Hawataki. Hawezekana. Sio inawezekana hawataki. Sofia umwambii kitu. Hawamtaki yule mtu mliyemuweka pale. Uchawa umezidi Simba. Uchawa umezidi Simba, ndio tunaiangamiza timu. Nyingine nawaangalia nasema hivi wale watu wako wapi? Kwa nini sasa leo watu wanakuja wanaibuka kina Masudi wanaongea? Masudi jamani, Masudi mimi. Masudi una nini? Mimi namfahamu Masudi. Hamna mtu ambaye mimi namfahamu yule. Wewe Masudi, wewe Masudi, wewe unashindwa kuisaidia timu. Unaongelea nembo ili upate 200 za kula. Potelea mbali, umetumwa. Wewe Masudi. Kwa ndio maana Kitongele ananyosha tu kwa Keme. Kikaenda. Unaona mkutano mzima ulikuwa unamzomea yeye. Hawamtaki. Na maana lugha unazoziongea ziendani na wenzio waliokaa pale. Na ndio maana pale palikuwa tafulani mwenyekiti akakimbia. Sasa sikakimbia yule. Kafuka kikao kabla hata muda watu. Unawaambia nendeni kwanza tukanyoshe viungo, sijui walikuwa wanacheza mpira. Katiba hazijadiliwa bado, ajenda hazijadiliwa watu. Hakuna chochote kilichojadiliwa cha msingi, unafunga kikao. Una akili sawa sawa? Kiambiwa unasema mimi nimetukanwa, toka! Uondoke. Watu hawataki nini unang'ang'ania? Na chao wote wale waliokuwa wanawategemea pale kenda kaharibu. Hawamtaki shekhe. Wote wamempa. Wewe wameshachoka hela. Yaani wameshachoka hela. Kwa hiyo ndo hali halisi. Ondoke. Bwana mkubwa yule pale katoa ushauri wa bure. Wa kutosha kabisa. Kwa kwamba aondoke na heshima yake. Ili kesho tena kishokutwa wakimuhitaji tutamuita. Mimi sidhani kama atakiondoka yule, kama tutamuita yule. Yule binafsi utaki kabisa atakurudi tena. Mimi kwanza hata nikimuona pale kakaa kwenye makochi ya Simba nachukia. Tena nitahoji kwa yote aliowafanyia. Yapi mimi timu imeenda finali unajua. Nimefungwa mara 6 na Yanga, huyu mwenyekiti yeye. Afu bado unaniambia kwa yote vipi? Mimi naambiwa nagawa utamu, si sababu yake yeye yule. Sawa, sasa aliongea msemaji wenu. Msemaji, kwani msemaji uongozi wa nani? Mzee Saidi kumbukumbu wakati wa kampeni. Mzee wa nani? Sawa kwenu. Alisema kwamba ataifunga Yanga. Ameifunga Yanga. Angalia watu. Aliwaambia muonyeshe kuna milioni. Wanatembea na maneno yake babu. Yale anayoongea. Wewe bwana wewe funga kipindi. Wewe Mzee Saidi hapo ukipita mashabiki wanakuambia unagawa utamu. Sasa umesikia mwenyewe wanasema. Wewe unasikia wenyewe wanavyosema. Basi bwana wewe funga. Mzee Saidi bwana, tunashukuru tumalize moja bwana. Zaka za kazi bwana, jana kuna picha moja nimeiona. Ya zaka za kazi. Kuna mjadala kidogo aliutengeneza kati ya zaka za kazi na Alikamwe. Inaonekana bwana Alikamwe zaka za kazi kipindi hicho cha bwana Alikamwe hana hili wala lile. Ikaonekana yeye bwana ni mwana Yanga, ila zaka za kazi aligoma. Sasa mimi najiuliza, ina maana kila sehemu watu wanakuwa kuna majasusi ambao wa Yanga wanatumika? Kwa hiyo huyu ni nani? Huyu ni nani? Ndio huyo sasa. Hiyo picha nani? Ndio Zaka. Mimi ninavyosemaga Azam inahujumiwa, mnaniona mimi muongo. Kwa hiyo alienda na viroba vya ngano wengi. Ndio hao wameenda na viroba vya ngano, madumu ya mafuta. Ndio hawa. Sasa umeona kavaa kabisa hapo. Unakataa nini? Sio picha yake. Ya kwake. Sasa yule kafuata kazi kule, na ndio maana wanajifanya wanakuwa wakali ukiwaambia ukweli. Nikwambie kitu. Siku yoyote ukimwona mtu unapomwambia jambo la msingi anakuwa kali. Anakuwa mkali kama pilipili. Sio mkweli, sio kwake. Sio kwake. Kwa zaka kazi pale ni? Kafuata ngano hiyo. Kafuata ngano. Si huyu hapa. Mimi akisema twende mahakamani sinakwambia lete picha bwana. Zaka za kazi si wewe babu. Wewe Alikamwe kanyosha. Afuta ule kasi. Na ndio maana kuna kocha mmoja alisema Azamu wakifunga na Yanga watu wanashangilia. Nini? Na kwa nini wacheke? Wakifungwa na Simba wanakasirika. Watu wanakasirika. Na ndio maana sisi tulikuwa tunapata nini mgumu sana kupata matokeo kwa Azam. Utaona leo pale. Lakini Yanga kiulaini wanashinda chuma 4 hata kumbe afu Alikamwe skafu kabisa katika. Alikamwe mbaya mtoto huyu. Mtoto kachimbua wapi? Mtoto anachupuchupua. Anakela, anawaumiza. Niliwaambia lakini atawaumizeni sana Alikamwe kwa sababu Alikamwe akili zake anazijua yeye. Bado za watoto. Sasa bado wanamuita mtoto yule.
Wewe unamuonaje yule? Kalifyatua hilo jingine. Bwana mimi nashukuru mzee Said. Na yeye huyu asimfatefate, babu asimfatefate Alikamwe. Atamungua. Alisema bado. Sio hii kuna nyingine itakuja na tazidi kuwatoa. Mimi Alikamwe babu na zaka za kazi namkataza. Usimfatefate Alikamwe atakuharibia unga. Mambo yenyewe kama mambo yenyewe kama ndio haya utajua kumbe na wewe umo. Asimfatefate. Lakini mimi naweza nikasemaje? Yeye hataki ile timu ya urithi kama aende timu ambayo ya mapenzi yake. Sio kweli. Yanga si ya urithi na Simba. Sio kweli. Sio kweli kaka. Wewe ukiwa Yanga, ukiwa Simba. Hatubadiliki na huwezi kubadilika hata kwa siku hii. Huwezi kubadilika. Mapenzi yako pale mtu hata asikudanganye. Bwana kinachokufa ndoa. Ndoa ndio inakufa. Ndoa ndio inayekufa, uhawala haufi mtu hata asikudanganye. Sijui umenielewa? Nimekusoma. Kinachokufa ndoa, uhawala haufi. Kwa hiyo zaka za kazi uhawala na Yanga hautokwisha, bado utaendelea kuwa pale. Kwa heri. Bwana tulikuwa na mzee Said katika viwanja vya Mbagala Terminal. Tulikuwa tukizungumzia habari za kimchezo na makocha waliotoka siku ya jana. Sisi hatuna la ziada, tukutane tena hapo baadaye baada ya mechi ya Simba dhidi ya Azam. Hii ni Chapesa Media ambayo wewe bado hujasubscribe. Subscribe nayo, share, comment na like content zako. Tunakushukuru sana na endelea kutufuatilia muda wote. Tupo tunakufuatilia na kuleteni habari za kimichezo na burudani. Asanteni sana.